Hujambo na karibu mtazamaji. Wakazi wa Mombasa wameungana kwa siku ya pili mtawalia kuandamana kwa amani kufuatia kuondokewa kwa kiongozi Raila Amolo Odinga alipokuwa akipokea matibabu nchini India. Wakazi hao walimtaja Raila kama mwana wa mageuzi, wakisema kuwa amewacha pengo na pigo kubwa kwa Kenya nzima na ulimwengu mzima kwa ujumla. Wakati wa msiba tusiweke siasa na chuki baina ya Wakenya kwa Wakenya. Sisi Waislamu tunaamini kwamba mtu siku zake zikifika zimefika, tumpe heshima yake ya mwisho Baba Raila Amolo Odinga. Sisi kama wananchi wa Mombasa tulisema hatuna time na uwezo wa kufika haraka, lakini kitu ambacho tutafanya tutaomboleza sawa na Wakenya ambao wapo katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta kumlaki baba. Kwa hivyo sisi kiroho tuko kule, lakini kimwili tumetuma ujumbe wetu kuonesha mapenzi na vile ambavyo tunampenda Raila Amolo Odinga. Wameomba watu kuiga mfano bora, ikiwemo upatanisho na moyo wa kusamehe pamoja na kutokuwa na chuki. Raila Odinga mimi binafsi ni mtu ambaye amenigusa moyo. Siasa zangu mpaka nikaweza kuja kusimama katika wodi ya Junda zilianza 2004. Wakati huo kulikuwa ni Liberal Party, wakati Hassan Joho alikuwa anatafuta kiti cha Kisauni wakati wa marehemu wetu Maitha alipokuwa ametuacha. Kwa hivyo hiyo ni safari yote tulitembea nayo, tulitembea na Raila, tukaona siasa zake, akatujenga, akatufunza. Na leo hatuna maswali ya kuja kuuliza kesho vipi tutafanya Raila, isipokuwa yale yote ambayo tumekuwa naye, sote tutakuwa nayo na tutayafuatilizia ili kuendeleza Kenya yetu na Junda yetu na Mombasa yetu kwa jumla. Watu leo walikuwa wanasherehekea, hatukuja katika maandamano yoyote ya kawaida. Kwa hivyo kila mtu ndani ya moyo wake alikuwa umeshiba usalama. Baraza la Ramogi kutoka Pwani lilikongamana na kutangaza kuwa litatuma wawakilishi maalum kuhudhuria mazishi huko Bondo. Ni mafunzo kwetu na sisi pia tuwe wavumilivu ya kuwa hata kama kuna mabaya aina gani ama magumu aina gani, kuna mazuri mbele. Hadi wakati mwingine tena mtazamaji, mimi ni Abdalla Abrari na hii ni Abrar TV.